Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche amenusurika kuuawa Kigoma katika mazingira ya kutatanisha na ya kutisha, tukio ambalo limeacha mshtuko mkubwa nchini kote kufuatia kifo cha ghafla cha msaidizi wake wa karibu aliyekuwa akimhudumia kwenye safari zake za kisiasa. Makamu mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara ameponea chupu jaribio hilo la mauaji ambalo limechukua uhai wa dereva wake wa muda mrefu ambaye amekutwa amepoteza maisha yake kikatili ndani ya chumba cha vyumba vya wageni aliyokuwa amefikia wakati wa ziara za kikazi mkoani humo. Kaimu katibu mkuu wa Chadema Bara Benson Kolugwa ametangaza rasmi tukio hilo, akibainisha kuwa marehemu anafahamika kwa jina la Suez Dan Maradufu na kifo chake kimeacha maswali mengi yanayoashiria uwepo wa njama za siri zilizokuwa zinamnyemelea kiongozi huyo mkuu. Msiba huu mzito umetokea asubuhi ya Julai mosi mwaka 2026, masaa ya machache tu baada ya viongozi hao kukamilisha vikao vya ndani vya vyama, ambapo mara ya mwisho kumwona mfanyikazi huyo akiwa hai na mwenye afya njema ilikuwa ni siku ya kuamkia siku ya tukio hilo la kusikitisha ambalo limetaka na limeleta taharuki kubwa miongoni mwa wanachama wa upinzani na jamii kwa ujumla. Kabla ya kufika mkoani Kigoma kushiriki vikao hivyo, makamu mwenyekiti John Heche akifuatana na timu yake pamoja na marehemu dereva wake walikuwa mkoani Dar es Salaam na maeneo mengine kama ya kanda ya Pwani, ambako walikuwa wakitekeleza majukumu ya kikazi ya kuimarisha chama na kukutana na viongozi wa mashinani. Safari hiyo ya kutoka jijini Dar es Salaam kuelekea magharibi mwa Tanzania ililenga kuleta mikakati mipya ya kisiasa ndani ya chama hicho, ambapo walisafiri kwa njia ya barabara huku wakipitia katikati mikoa kata kadhaa ya kimkakati kabla ya kuingia Kigoma, ambako ndiko mauti yalipomkuta msaidizi huyo mtiifu katika mazingira yanayodhaniwa kuwa yalilenga kuchukua uhai wa kiongozi wake. Mazingira ya tukio hilo yanaonyesha kuwa waziwazi ulianza kujitokeza mapema asubuhi pale viongozi wenzake na makamu mwenyekiti walipojaribu kumpigia simu ya mkononi dereva huyo ili kujiandaa na safari, lakini simu yake ilikuwa ikiita tu bila kupokelewa, hali iliyowalazimu kwenda kumtafuta hotelini. Baada ya kufika katika nyumba hiyo ya wageni, walikuta mlango wa jumba chake ukiwa umefungwa kwa ndani kwa namna ya kipekee, na walipogonga bila majibu ndipo uongozi wa chama ulipochukua hatua ya haraka kuita jeshi la polisi la mkoa wa Kigoma ili kuingilia kati kisheria. Askari polisi walipofika eneo la tukio walilazimika kutumia nguvu kuvunja mlango huo wa chuma, na ambapo waligundua mwili wa Suez Dan Maradufu ukiwa umeanguka chini karibu kabisa na eneo la mlango, huku kikiwa na athari za damu nyingi zilizotapakaa sakafuni, hali inayothibitisha kuwa kulikuwa na mapambano au shambulio kali lililofanyika ndani ya chumba hicho kabla ya mauti kumfika msaidizi huyo. Jeshi la polisi limechukua mwili huo na kusafirisha hadi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kitabibu, huku mawakili wa chama hicho Deo Mailinya na Dickson Matata wakishiriki kikamilifu kuisimamia mchakato huo. Tukio hili limeibua mijadala mipana kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa nchini Tanzania, hususan ikizingatiwa kuwa mazingira ya shambulio hilo yanaonyesha wahusika huenda walikuwa wanamtafuta kiongozi mkuu wakidhani amelala katika chumba hicho. Chama cha Chadema kimeeleza masikitiko yake makubwa kwa familia ya marehemu ambaye ametoa mchango mkubwa kwa chama hicho kwa miaka mingi, na kimeitaka serikali kupitia vyombo vya usalama na ulinzi kufanya uchunguzi wa kina, wa haraka na wazi ili kubainisha mtandao mzima uliopangwa na kutekelezwa unyama huo uliolenga kutishia usalama wa viongozi wa upinzani.
Mkakati wa kiusalama sasa hivi unalenga kuongeza ulinzi wa viongozi wote wakuu wa chama hicho kufuatia mfululizo wa matukio yanayoashiria hatari katika maeneo mbalimbali wanayofanyia ziara zao za kisiasa nchini. Viongozi wa mkoa wa Kigoma nao kwa upande wao wametoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano wa kutosha kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa zozote zinazohusu watu walioonekana kuingia au kutoka katika nyumba hiyo ya wageni nyakati za usiku ili kusaidia kupatikana kwa ukweli wa jambo hili kabla ya mwili wa marehemu kusafirishwa kwenda kwa mkoa kwa ajili ya taratibu za maziko. Hali ya majonzi imeendelea kutawala katika makao makuu ya chama hicho mkoani Kigoma, huku viongozi mbalimbali wa kitaifa wakitoa salamu za rambirambi na kutoa wito wa utulivu, wakati huu ambapo taarifa rasmi ya daktari mkuu wa serikali ikisubiriwa kwa hamu ili kutoa mwelekezo wa kisheria wa kesi hii. Wachambuzi wa mambo ya usalama wanashauri kuwa kuna haja ya kubadilisha mifumo ya malazi na ulinzi wa viongozi wanapokuwa kwenye mikoa ya mbali ili kuzuia matukio ya namna hii ambayo yanahatarisha amani ya nchi na kuleta picha mbaya katika medali za kisiasa za kitaifa na kimataifa. Hadi sasa hoteli hiyo imefungwa na iko chini ya ulinzi mkali wa polisi, huku mashuhuda mbalimbali wakiwemo wafanyikazi wa mapokezi wakichukuliwa maelezo yao ya kwanza ili kuona kama kuna mtu yeyote aliyekuwa amefuatilia nyayo za viongozi hao tangu walipokuwa mkoani Dar es Salaam hadi walipowasili Kigoma. Viongozi wa Chadema wamesisitiza kuwa hawatarudi nyuma katika harakati zao licha ya changamoto hizo kubwa za kiusalama, na wanaendelea kusimamia haki huku wakifuatilia kwa ukaribu kila hatua inayochukuliwa na vyombo vya dola katika mkoa huo wa Kigoma ambako tukio hilo la kihistoria la kusikitisha limefanyika. Haya matokeo yanazidi kutokea wakati ambapo serikali ya Samia Suluhu Hassan kupitia waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi limekuwa likitoa taarifa ya kusitisha matukio ya vyama vya siasa kuendesha mikutano ya hadhara nchini, huku ikitafsiriwa kwamba uchochezi huo ama uamuzi huo wa serikali unachochea mapigo na mapambano yanayopangwa kuelekea tarehe 7 mwezi wa 7 almaarufu siku ya 7/7, ambapo Watanzania wengi wamejitokeza na kuashiria watakuwa wanaingia barabarani kuandamana kwa kile wanachokiita serikali katili inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimepigwa na pigo zaidi baada ya dereva wa John Heche kupoteza maisha yake katika hali tatanishi, ambapo mkuu wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu akiwa akihojiwa mahakamani, huku uamuzi wake ukitarajiwa kufanyika tarehe 6 mwezi wa Julai mwaka 2026 katika Mahakama Kuu ya Muungano wa Tanzania, Masjala Kuu ya Dar es Salaam mnamo tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Hata hivyo, chama cha Chadema kimesisitiza kuwa kinaipa kibarua jeshi la polisi kufanya ufafanuzi na uchunguzi wa kina kubaini ni nani aliyehusika na wachukuliwe hatua za kisheria kikamilifu, la sivyo serikali itapaswa kuipa majibu chama cha Chadema.